naitwa Ana Kulaya, mkurugenzi shirika la wanawake katika shehena maendeleo barani Afrika, WiLDAF, na leo tupo katika mdahalo wa kitaifa kujadili kuhusiana na masuala mazima ya ukatili wanaofanywa wanawake katika siasa na uchaguzi, kama moja ya hatua ya kuelekea katika kampeni kubwa ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Na kama tunavyofahamu, kila mwaka tarehe 25 Novemba mpaka tarehe 10 Disemba huwa tunaadhimisha kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Nafahamu nyewe wote hapa kama waandishi wa habari mnaelewa masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini mjue vuguvugu hili lilianzishwa huko nyuma, na kuanzia mwaka 91 kuna wenzetu kutoka Marekani, kituo cha uongozi, ambao walianzisha hii kampeni kuhamasisha umma kuhusiana na masuala mazima ya ukatili wa kijinsia. Na kila mwaka tumekuwa tukitoa hii kampeni, lakini tukitoa mafunzo, uhamasishaji kwa umma. Kwa mwaka huu kampeni inakuja na kauli mbiu ambayo itaangazia masuala mazima ukatili wa kiteknolojia. Maarufu zaidi hapa nchini tunasema ukatili wa kijinsia unaofanyika mitandaoni. Kama tunavyofahamu, mitandao ni sehemu salama, ni sehemu nzuri ya watu kupata maelezo, kupata taarifa, kupata ujuzi, kufanya biashara, kuongeza uchumi, lakini mitandao pia ikitumika vibaya inaweza ikasababisha ukatili. Na kwa bahati mbaya sana, hasa kwa wanawake, imekuwa saa nyingine watu wanaitumia mitandao katika kudhoofisha nguvu za wanawake, katika kuleta masuala mazima ya kutishia wanawake katika kushiriki katika masuala ya uongozi, katika masuala ya siasa, katika masuala ya demokrasia. Takwimu ziko nyingi, lakini nitaanza tu na takwimu kwanza kwa hali halisi ya ukatili, kwa sababu ukatili wenyewe, tunapozungumzia swala la ukatili wa kijinsia, lakini kuna ukatili, wenzetu wa UN Women walienda mbele zaidi, wakaleta hata tuseme tafsiri ya ukatili wanaofanywa wanawake na wasichana katika siasa na uchaguzi. Huo ukatili, na niombe tu kwamba kwa asilimia kubwa wa kisaikolojia uko mwingi zaidi, asilimia 80 ya wanawake ambao ni viongozi katika ngazi kuanzia za chini, iwe kama ni wenyekiti wa, tunaongea vijiji, wenyekiti wa mtaa, tuongee madiwani, tuongee wabunge, asilimia 80 ya viongozi wetu wamewahi kufanywa ukatili wa kisaikolojia ambao ndio mkubwa zaidi sana, na saa nyingine tumekuwa hatuupi kipaumbele.